بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tunaendelea na sehemu ya pili ya daura yetu ya siku ya kwanza, ikiwa tunasoma kitabu Manzilatu Salati fil Islam. Tulianza baada al-asri na tumemaliza kwenye al-mabhath ar-rabi' khasaisu salati fil Islam, na sasa tunaanza hukmu tariki salah, hukmu ya yule anayeacha sala, hukmu yake ni ipi? Tarku salati almafrudhati kufrun. Sheikh anasema kuacha sala ya faradhi ni ukafiri. Tarku salati almafrudhati kufrun, kuacha sala ya faradhi ni ukafiri. Faman tarakaha, yeyote ambaye ataiacha sala ya faradhi jahidan liwujubiha, hali ya kupinga uwajibu wake, akasema sala si wajibu, jahidan liwujubiha, hali ya kupinga uwajibu wake, kafara, mtu huyo atakuwa amekufuru kufran, kufuru ambayo kufran akbar, tena ni kufuru iliyokuwa kubwa. Tarku salati almafrudhati kufrun, kuacha sala ya faradhi ni ukafiri. Faman tarakaha, yeyote ambaye ataacha sala jahidan liwujubiha, hali ya kupinga uwajibu wake, kafara kufran akbar, mwenye kuacha sala hali ya kupinga uwajibu wake amekufuru kafiri uliokuwa mkubwa. Biijma'i ahli alilm, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Yule ambaye atasema kwamba hapana, kusali sio wajibu, kusali sio wajibu, huyu ni kafir. Walau salla, hata kama atasali mazali kakiri kwamba swala sio wajibu, huyu ni kafiri hata kama ataswali. Amma man taraka as-salata bilkulliyah, ama yule mwenyewe kuacha swala bilkulliyah, kwa yeye mwenyewe tu hajapinga uwajibu wake, ameacha sala tu, wa huwa ya'taqidu wujubaha, hali ya kuwa anaika itikadi uwajibu wake kwamba swala ni wajibu, wala yajhaduha, wala haipingi, fa innahu yakfur, mtu huyu pia naye anakufuru, naye pia ni kafiri. Kwa maana kuna kauli mbili za wanawazuoni. Wenye kuacha swala nagaiwa katika maeneo mawili. Yupo ambaye anaacha swala hali ya kuwa jahidan biwujubiha, ni mwenye kupinga uwajibu wa swala, huyu mtu nambari moja. Nambari ya pili ni mtu ambaye anaacha swala lakini takasulan, kwa uvivu tu, hapingi uwajibu wa swala. Yule ambaye anapinga uwajibu wa swala, anakataa uwajibu wa swala, huyu amekufuru biijma'i ahli alilm, hakuna tofauti wanawazuoni juu ya kafiri wake. Ama yule ambaye atakuwa anaacha swala bilkulliyah, takasulan, anaacha swala kwa uvivu, hapa ndo pana ikhtilaf za wanawazuoni. Tunafahamiana? Lakini Sheikh anasema amma man taraka as-salata, ama yule ambaye anaacha swala bilkulliyah wa huwa ya'taqidu wujubaha, hali yakuwa anaitakidi wajibu wa swala, wala yajhaduha, wala hapingi wajibu wa swala, fa innahu yakfur, naye pia anakufuru. Wasahihu min aqwali ahli alilm, na kauli sahihi katika kauli za wanawazuoni. Anaposema wasahih maana yake vipi? Anaposema warajih maana yake kuna kauli ambayo ni marjuh. Anaposema kwamba wasahih maana yake kuna kauli ambayo kwamba sio sahihi, ghairu sahih. Kwa wasahihu, na kauli iliyokuwa sahihi min ahli alilmi, kwa wanawazuoni,
والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره أكبر kwamba ukafiri wake ni mkubwa. Yakhruju min al-islam, anatoka katika uislamu, au yukhriju min al-islam, unamtoa ukafiri huo katika uislamu. Sawa? Yukhriju min al-islam, ukafiri huo unamtoa katika uislamu. Liadillatin kathiratin, kwa dalili nyingi. Minha, miongoni mwa hizo, ala al-ikhtisari, kwa ufupi tu, ma yaati, ni hizi zinazofuata. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah jalla fi ula, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Yawma yukshafu an saqin, siku ambayo yukshafu, patakashifiwa, an saqin, muundi wa Allah jalla fi ula. Allah ataudhihirisha muundi wake siku hiyo. Baada ya kuona hivyo, waumini watakuwa ni wenye kuporomoka, hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Yauma yukshafu an saqin, siku ambayo yukshafu, pataekwa wazi, patadhihirishwa, an saqin, muundi wa Allah. Wayud'auna ila sujudi, wataitwa wao katika jambo la kusujudu. Fala yastati'un, hawataweza kusujudu, hawataweza. Khashi'atan absaruhum, yatainama chini macho yao. Khashi'atan absaruhum, macho yao yatainama chini. Tarhaquhum dhilla, fedheha itawafunika wao. Dhilla, fedheha. Tarhaquhum dhillatun, fedheha itawafunika wao. Waqad kanu, na kwa hakika walikuwa, yud'auna ila sujudi, walikuwa wanaitwa hapa duniani katika jambo la kusali. Wa hum salimun, hali yakuwa ni wazima wa viungo, na walikuwa hawendi. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, na watu wataitwa, watu watalinganiwa katika jambo la kusujudia. Fala yastati'un, wao hawataweza. Allah hatawapa taufiki ya kusujudu wao. Khashi'atan absaruhum, macho yao yatakuwa ni yenye kuinama chini. Tarhaquhum dhilla, fedheha itawafunika wao. Waqad kanu, na kwa hakika walikuwa hapa duniani, yud'auna ila sujudi, wakilinganiwa na kuitwa katika sijida, katika kusali. Wa hum salimun, hali ya kuwa wao ni wazima. Sawa jamani? Allah jalla fi ula anasifikana katika sifa ya saq. Sawa na msingi wetu katika sifa za Allah ni tunapita katika mapito ya maeneo mawili. La mwanzo an-nafyu, la pili ni nini? Al-ithbat. An-nafyu wal-ithbat, maana yake tunakanusha nini? Kumfananiza Allah jalla fi ula na viumbe wake. Na tunathibitisha nini? Tunathibitisha sifa ya Allah jalla fi ula. Hivi ndivyo tunavyoelekezwa ndani ya Qur'an. Allah jalla fi ula anasema hivi, laisa kamithlihi shay'un, yeye Allah hana mfano wa kitu chochote. Nini hiyo? Nafyu, Allah amejikanushia. Wa huwa as-sami'ul basir, hali yeye Allah ni msikivu na mwenye kuona. Nini hiyo? Ithbati. Kwa kila sifa ya Allah ichukue katika mizani hii, katika mizani ya kuthibitisha na kukanusha. Maana yake ukikanusha sifa ya Allah utaingia wewe kuwa ni muattila katika jahamia, na ukisema sifa ya Allah unaifananiza, wewe unakuwa ni mushabbiha. Lakini ahlus sunna wao wapo kati na kati, baina almuattila walmushabbiha. Ahlus sunna hawakanushi sifa za Allah wala hawafananizi. Tunaelewana vizuri? Naam. Kwa hiyo kumkanushia Allah jalla fi ula sifa kwa sababu tu kumthibitishia kwake kutakupelekea wewe umfananize na viumbe. Maana yake wewe utakuwa Mungu wako hayupo, kwa sababu sisi tunaamini kwamba Allah maujudun, lakini wa aliyun maujud. Kwa hiyo tukisema Allah yupo wa aliyun maujud, hajamfananiza hapa. Kwa ukikwepa sasa utasema kwamba Allah hayupo, kwa sababu ukisema yupo na Ali yupo utakuwa umemfananiza. Sio, utafahamiana jamani? Sifa za Allah zina ukamilifu, hazina mapungufu. Tunaelewana Naam, teneni mbele. Soma hala pake hapa. Wa hadha yadullu, hii inajulisha, ala anna tarika as-sala, kwamba mwenye kuacha swala ma'al kuffar,
atakuwa pamoja na makafiri, walmunafiqin, na wanafiki, alladhina, ambao kwamba tabqa dhuhuruhum, itabaki wima migongo yao, tabqa dhuhuruhum, itabaki wima migongo yao, idha sajada almuslimuna, watakaposujudu wale almuslimuna waislam, qaima, hali ya kuwa wamesimama, kwamba walikuwa wamesimama, utakapokashifiwa na kuona wao saqillah, muundi wa Allah, watakuwa ni wenye kuporomoka hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Lakini al-kuffar wal-munafiqin wao hawataweza kufanya hivyo. Walau kanu minal muslimin, na lau kama wangalikuwa wao ni katika waislamu, la udhina lahum bisujud, wangaliruhusiwa wao kusujudu, kama udhina lilmuslimin, kama walivyoruhusiwa waislamu, kama walivyoruhusiwa waislamu. Naam, wa hadha yadullu, jambo hili linajulisha, ala anna tarika as-sala, kwamba yule mwenye kuacha swala, ma'al kuffar, yeye atakuwa pamoja na makafiri, wal munafiqin, pamoja na wanafiq, alladhina, ambao tabqa dhuhuruhum, itabaki migongo yao, idha sajada almuslimun, pale watakaposimama waislamu, itabaki migongo yao vipi? Qaima. Mmenielewa sio hapo? Hii qaima yangalie vizuri wa hadha yadullu ala anna tarika as-salah ma'a al-kuffari wal munafiqin alladhina tabqa dhuhuruhum qa'ima idha sajada al-muslimun. Kwa hiyo tabqa dhuhuruhum, itabakia migongo yao qaima, hali ya kuwa ni yenye kusimama, idha sajada almuslimuna, pale watakaposujudu waislam. Walau kanu, lau wangalikuwa minal muslimin, la udhina lahum bisujud, wangaliruhusiwa wao kusujudu, kama udhina lilmuslimin, kama walivyoruhusiwa waislamu kusujudu. Wazi jamani? Kwa hii ni wazi kwamba tariku swala ni nani? Ni kafir, kwa sababu pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakashifu muundi wake, wao hawatoweza kusujudu kama walivyokuwa hawajaweza makufari. Sawa? Waqala subhanahu, na amesema Allah jalla fi ula, kullu nafsin, kila nafsi, bima kasabat, kwa yale ambayo imeyachuma nafsi hiyo, rahina, bimaana murtahan, nafsi hiyo imewekwa rehani, wa mahbusun, nafsi hiyo imewekwa kizuizini, nafsi hiyo imewekwa kizuizini, ipo katika kuchungulia adhabu ya Allah, illa ashab al-yamin, isipokuwa watu wa upande wa kulia. Kwa kullu nafsin ma'mura manhiya, kila nafsi imepokea maamrisho, kila nafsi inapokea makatazo, bima amilat, kwa yale ambayo yametenda. Nafsi inatenda maovu lakini imepokea makatazo, nafsi inatekeleza mema lakini imepokea maamrisho, min ma'siyati llahi fi dunya rahinatan fi jahannam, nafsi imewekwa rihani katika moto wa jahannam. Kwa hiyo kullu nafsin, kila nafsi, bima kasabat, kwa yale ambayo imechuma nafsi hiyo, rahina, murtahanun wa mahbusun, imewekwa rehani na imewekwa kizuizini, illa ashab al-yamin, isipokuwa watu wa kuliani. Watu wa kuliani wao hawajawekwa kizuizini. Fi jannatin yatasaalun, wao watakuwa katika pepo, yatasaaluna, hali ya kuwa ni wenye kuulizana. Tasaal ala wazni tafaal, bimaana musharaka, manake hadha yasalu hadha wa hadha yasalu hadha, ndo maana yake. Kwa hiyo yatasaalun, watakuwa ni wenye kuulizana, anil mujrimin, watakuwa wanaulizana kunako watu waovu, kunako watu waovu, ma salakakum fi saqar, kitu gani nyinyi kilowaingiza katika moto wa saqar? Qalu, watasema watu waovu jambo la mwanzo, lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa miongoni mwa wale wenye kuswali, ndio maana tumeingia katika saqar. Walam naku, na hatukuwa sisi, nut'imul miskin, tukiwalisha masikini, wa kunna, na tulikuwa sisi, nakhudhu, tukizama, ma'al khaidin, pamoja na waliozama katika maovu. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa sisi tukizama katika maovu pamoja na wale waliozama katika maovu. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na tulikuwa sisi tukikadhibisha siku ya jazaa na siku ya hesabu. Fatariku salati minal mujrimin,
mwenye kuacha swala ni katika nani? Ni katika mujrimin. Si waliulizwa anil mujrimin ma salakakum fi saqar, jambo la mwanzo ni nini? Lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Maana yake jawabu lao halilengi kwamba sisi tulikuwa tunapinga uwajibu wa sala. Tulikuwa sisi lam naku minal tulikuwa hatusali. Hapazingatiwi uwajibu au kupinga au kutoswali ala alkulliya. Sisi tafahamiana vizuri? Naam. Fatariku salati, mwenye kuacha sala, minal mujrimin, ni katika waovu, as-salikina fi saqar, ambao wataingia katika moto wa saqar. Wa qala Allah ta'ala, na amesema Allah jalla fi ula, innal mujrimina, hakika ya waovu, innal mujrimina, hakika ya watu waovu, fi dhalalin, watakuwa fi dhalalin, wapo katika upotevu, wa su'ur, na wapo katika wazimu wa hali ya juu. Hawa waovu hawa almujrimin fi dhalalin, wapo katika uovu, wa su'ur, na katika wazimu, upumbavu wa hali ya juu. Yauma yushabuna fi nari, siku ambayo watakokotwa katika moto wa jahannam. Yauma yushabuna fi nari, siku ambayo watakokotwa katika moto. Ala wujuhihim, kifudifudi, wataingizwa katika moto kifudifudi, huku wakiambiwa na malaika, dhuku, onjeni, massa saqar, mguso wa moto wa jahannam. Massa saqar, hebu onjeni huu mguso wa moto wa jahannam. Nini maana yake? Innal mujrimin, atakayeingia motoni hali ya kuwa anaingia kifudifudi ni katika makafiri. Lakini waislamu wataingia motoni kwa nini? Kwa miguu yao. Hivi ndivyo kwamba tunasoma kwenye vitabu vya aqida. Sawa ina maana ile kuingizwa kwao hawa ni mujrimin. Na wale kule fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kwa muovu nambari moja ni yule ambaye aliyekuwa hasali. Tariku swala ni muovu nambari moja. Wanafuata wengine hao walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin na mengineyo. Tunafahamiana? Yauma yushabuna fi nari, siku ambayo watakokotwa wao katika moto. Ala wujuhihim, wataingizwa katika kifudifudi. Talfahu wujuhuhumun nar wa hum fiha kalihun. Ndio watakavyokuwa makafiri, wanaingizwa kifudifudi katika moto. Tofauti na waislamu. Waislamu al-asi al-muwahhid ataingizwa katika moto kwa mashia ya Allah, hali ya kuwa anaingia kwa miguu yake. Unafahamiana? Naam. Tena ataambiwa qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Hayo ndio maana kuja ikhsa'u fiha, zameni humo, komeni humo, wala tukallimun, wala hakuna kuzungumza chochote leo. Hawatopewa nafasi ya kitu chochote. Hawa ni makufara. Sawa kwa tariku sala ni kafir. Wa qala Allah azza wa jalla, na amesema Allah jalla fi ula, fa intabu, na ikiwa watatubia, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa atu zakata, na wakatoa zaka, fa ikhwanu fi din, hapo watakuwa ni ndugu yenu katika dini. Mafhumu al-mukhalafa, kuna mafhumu al-muwafaqa na mafhumu al-mukhalafa, si ndio? Hem, tutafuteni mafhumu al-mukhalafa. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamal mushrikuna najas, hakika ya washirikina ni najis, mukhalafa yake innamal mu'minuna tahara. Nafahamiana? Ikiwa washirikina ni najis, basi waumini ni tahara. Ndio maana yake man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Allah anapomtakia mtu khairi humuongoza katika dini, asiyemtakia Allah khairi hamuongozi katika dini. Tunafahamiana? Kwa ikiwa watatubia, wa aqamu ssalah, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, basi ni ndugu zenu hao katika dini. Mafhumu al-mukhalafa, ikiwa hawajatubia na hawajasimamisha swala na hawajatoa zaka, basi hao si ndugu zenu katika dini. Ina maana tariku swala si ndugu yako wewe katika dini. Tunaelewana? Naam. Naam. Wa nufassilu al-ayat, Allah anasema tunazipambanua aya liqaumin ya'lamun, kwa wale watu ambao wenye kufahamu. Fa'allaqa, Allah akafungamanisha ukhuwatahum, ule udugu wao, lilmu'minina, kwa waumini, bifi'li as-salah, kwa kitendo cha nini? Cha sala. Na angalia basi, fa intabu wa aqamu as-salah, swala imeanza kutajwa kabla ya zaka, kabla ya zaka. Sawa Fa'allaqa
Allah akafungamanisha ukhuwatahum, udugu wao, lilmu'minina, kwa waumini, bifi'li as-salah, kwa kutekeleza sala. An Jabir radhiyallahu anhu qala, hadithi kutoka kwa Jabir, radhi za Allah ziwe juu yake, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake akisema, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufr tarku as-salah. Baina ar-rajul, tofauti iliyopo baina ya mtu, wa baina ash-shirki wal kufr, na baina ya ushirikina na ukafiri, tarku as-salah, ni kuacha sala. Kwa baina ar-rajuli wa baina ash-shirk tarku as-salah, baina ar-rajuli wal kufr tarku as-salah, ni jambo la kuacha sala, jambo la kuacha sala. Wa an Abdullah ibn Buraida, kadhalika kutoka kwa Abdullah ibn Buraida an abihi, kutoka baba yake, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, al-ahadu alladhi, agano ambalo kwamba lipo bainana wa bainahum, baina yetu sisi na makafiri, as-salah, agano lilokuwepo ni nini? Ni sala. Mkataba uliokuwepo baina yetu sisi na makafiri ni sala. Faman tarakaha, yeyote ambaye ataiacha sala, faqad kafara, kwa hakika mtu huyu amekufuru. Wa an Abdullah ibn Shaqiq, na kutoka kwa Abdullah ibn Shaqiq radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin, walikuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yarawna shay'an min al-a'mali, hawaoni jambo katika a'mal, tarkuhu kufrun, jambo hilo kuliacha ni ukafiri, ghaira as-salah, kuliko sala. Kana ashabu Muhammad, walikuwa masahaba wa mtume, la yarawna shay'an, hawalioni jambo, min al-a'mali, katika amali njema, tarkuhu kufrun, amali njema hiyo kuiacha kwake ni ukafiri, ghaira as-salah, kuliko nini? Kuliko sala. Kuacha sala ni jambo la ukafiri. Wa qad haka ijma' as-sahaba, na amesimulia ijma' ya masahaba, ala kufri tariki salah, juu ya ukafiri wa mwenye kuacha sala, ghairu wahidin min ahli al-ilmi, zaidi ya mmoja katika wanawazuoni. Naam, sawa eh? Wa qad haka ghairu wahidin min ahli al-ilmi ijma' as-sahaba ala kufri tariki salah. Fahamiana eh? Wa dhakara al-imam ibn Taymiyyah, na ametaja al-imam ibn Taymiyyah, anna tarika as-salah, kwamba yule mwenye kuacha sala, yakfuru al-kufra al-akbar, anakufuru kufuru iliyokuwa kubwa, li'ashrati wujuhin, kwa mitazamo 10. Kwa mitazamo mingapi? 10. Kwa mtazamo wa kwanza, mtazamo wa pili, mtazamo wa tatu, kataja mitazamo 10 kwamba tariku sala ni kafir. Wa awrada al-imam ibn al-qayyim, na ameleta al-imam ibn al-qayyim rahimahullah aktharu min 22 dalila, zaidi ya dalili 22 ala kufri tariki sala, juu ya ukafiri wa tariki sala, al-kufr al-akbar, kwamba ni ukafiri, ala kufri tariki sala, juu ya ukafiri wa mwenye kuacha sala. Ametaja kwamba aktharu min 22 dalilan ala kufri tariki sala, al-kufr al-akbar, kufru iliyokuwa kubwa. Sawa eh? Naam. Wasawabu alladhi la shakka fihi, wasawabu alladhi la shakka fihi, na sawab, kupatia ambapo hakuna shaka ndani yake, anna tarika salati, kwamba muachaji wa sala, mutlaqan kafirun, mutlaqan, ala anna tarika salati mutlaqan, kwamba yule mwenye kuacha sala moja kwa moja, kafirun, ni kafiri, lihadhihi al-adillati as-sariha, kwa hizi dalili zilizokuwa wazi. Asema al-mu'min yakfihi dalilun, mu'min inamtosha dalili moja tu, lakini wal munafiq la yakfihi 1000 dalil, lakini mtu aliyekuwa ni mnafiki hazimtoshi hata dalili 1000, anatafuta chochoro tu yeye. Subiri nikamuulize nani, subiri nikamuulize fulani, subiri nikamuulize huyu, anatafuta chochoro huyu. Lakini muumini yeye akishaambiwa maneno haya hapa yamesiku kutoka kwa mtume, yeye sam'an wa ta'a ala ra'si wal 'ain, ni mnyenyekevu kuyaendea hayo. Sawa eh? Kwa almu'min yeye yakfihi dalilun, dalili moja tu basi, lakini mnafiki yeye la yakfihi 1000 dalilin, dalili 1000 hazimtoshi yeye. Nasallallahu salama al-afia. Naam. Waqala al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, waqad dalla ala kufri tariki as-salah, na zimetolewa dalili juu ya ukafiri wa mwenye kuacha sala, alkitabu was sunna, kitabu na sunna, wa ijma'u as-sahaba, lakini kadhalika ijma'u as-sahaba imejuilisha juu ya ukafiri wa mwenye kuacha sala. Sawa eh?
Kwa jamani, suala la sala ni swala kubwa sana. Baba mzazi unatakiwa, una nafasi ya kuingilia ndoa yako ikiwa umempa mume ambaye ni tariku swala. Baba mzazi, tanguliza kifua chako kwamba binti yako analala na mwanamume ambaye hasali. Ingilia hili. Tunafahamiana? Sio jambo jepesi kama watu walivyolichukulia kawaida kwamba swala ikawekwa pembeni kwa sababu tu ya mikutano ya kisiasa. Kwa mikutano ya kisiasa tu basi, kuna mkutano sasa hivi Nungwi, swala ikawekwa pembeni. Sio wakati wake. Swala ina nafasi kubwa sana. Wewe kama ni baba, iingilie ndoa ya mwanao katika hili. Lakini kadhalika wewe mwenyewe uwe mkali katika ndoa yako kwa sababu tu mama watoto wako hasali. Uwe na maneno makali, uwe tayari kuisamehe ndoa yako baada ya kupita njia ambazo zinaelekea katika kumtengeneza yeye. Ukiwa hakuna hilo, basi kimbia, hapana kheri hapo.